Nilikusudia pia baada ya masaa hizi fupi katika jumla ya vile vikao vya kuzungumzia fadla za ilmu na adabu za kuitafuta, nilikusudia leo kumzungumzia Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Nilikusudia kumzungumzia Abu Huraira kwa sababu katika maisha ya Abu Huraira kuna mazingatio makubwa sana kwa wanafunzi. Jambo hili nimeliazimia kwa muda mrefu, leo nikaona nianze na kikao cha kumzungumzia Abu Huraira japo kwa ufupi. Abu Huraira ni mmoja wa maadui wakubwa inda Shia Ar-Rafidha, na wao hawakumchukia Abu Huraira kwa dhati yake, lakini walichukia kuwa Abu Huraira ni sehemu kubwa iliyobeba Uislamu kwa watu waliokuwa hai leo hii. Kwa hiyo wanachokichukia ni kile ambacho yuko nacho Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu ana majina mengi. Kuna khilafu pana katika majina ya Abu Huraira, lakini jina ambalo limepata nguvu kati ya majina hayo ni kuwa yeye anaitwa Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, kuni katika auladu Tha'laba, min waladi Tha'laba ibn Sulaym, katika watoto wa Tha'laba ibn Sulaym ad-Dawsi al-Yamani. Nisba yake ni ya kabila la Daws, na Daws ni mmoja katika watoto wa Adnan. Daws ni katika watoto wa nani? Wa Adnan ibn Abdullah ibn Zahran ibn Ka'b ibn al-Harith ibn Ka'b ibn Abdullah ibn Malik. Nasaba yake Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu inakwenda mpaka kwa Malik ibn Kahlan ambaye ni katika Waarabu wa Al-Qahtaniya, Waarabu wa Al-Qahtan. Wanawachuoni wametaja kuwa Abu Huraira kabla ya kusilimu kwake, sote tunafahamu kwamba Abu Huraira taakhara islamu, usilimu kwake kulichelewa. Alisilimu mwaka gani? Nani anakumbuka Abu Huraira alisilimu mwaka gani? Mwaka wa 7 Hijiria. Alibahatika kuishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 3 tu. Wanataja kuwa katika kipindi chake cha jahiliya jina lake lilikuwa ni Abdu Shams. Aliposilimu Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita Abdurrahman, na alimuita hivyo kwa sababu haijuzu kunasibisha ule utumwa na jua. Yani mtu anasema mimi ni mtumwa wa nini? Wa jua. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Kwa hiyo jina lake lilikuwa ni Abdurrahman au Abdullah, na ana majina mengi. Abu Huraira alishihiri, alitangaa
na kupata umashuhuri kwa kunia yake. Watu wengi wanamfahamu kwa kunia, sio Abu Huraira, lakini watu wengi hawamfahamu kwa jina lake halisia aliloitwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jina hili yani kunia hii ilifahamika mpaka ikawa imelifunika jina lake. Akitajwa Abu Huraira, watu hawawazi kwamba hii ni kunia, wanawaza kwamba hili ni jina la nani, la Abu Huraira, mpaka jina lake limekaribia kusahaulika. Al-Imam al-Hakim rahimahullahu ta'ala katika al-Mustadrak amemtaja Abu Huraira kwamba Abu Huraira siku moja alijizungumzia akasema, innama kannuni au kannuni bi Abi Huraira radiyallahu anhu, waliniita kwa hii kunia ya Abu Huraira kwa sababu lianni kuntu ar'a ghanaman li ahli, mimi nilikuwa nikichunga mbuzi wa nyumbani kwetu. Kwa wale wanyama wa nyumbani kwetu mimi ndo nilikuwa nikichunga wanyama hao, mbuzi au kondoo. Qala fawajadtu awlada hirra wahshiya, siku moja nikaviokota vitoto vya paka mwitu. Qala faja'altuha fi kummi, vile vipaka nikaviokota nikavitia kwenye mkono wa kanzu yangu. Falamma raja'tu ilayhim sami'u aswat al-hir min hijri au min hujri, niliporejea nyumbani walisikia sauti za hawa paka katika chumba changu. Faqalu ma hadha ya Abd Shams, una nini hivyo ewe Abd Shams? Hivyo ni vitu gani vilivyoko katika chumba chako vinavyolialia? Nikawaambia auladu hirra wajadtuha, ni watoto wa paka nimewaokota. Anasema qalu, wakasema fa anta Abu Huraira, wewe ni baba wa vipaka. Qala falazamani ba'du, anasema kunia hii ya kwamba mimi ni baba wa paka ikanilazimu, kalazimiana na mimi. Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, kilichokuwa mashuhuri ni kwamba alisilimu mwaka wa 7 Hijria. Alisilimu mwaka wa 7 Hijria, na ilikuwa ni kipindi cha baina al-Hudaybiyah wa Khaybar. Ilikuwa ni kati ya ile Hudaybiyah, tukio la Hudaybiyah na Khaybar, na mapigano ya Khaybar, na ilikuwa umri wake Abu Huraira wakati huo takriban ni miaka 30. Kwa hiyo mpaka mwaka wa 7 Abu Huraira ana miaka mingapi? 30. Wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam ana miaka 60 kamili, miaka 60. Abu Huraira akasilimu Mtume akiwa na miaka 60 na yeye ana miaka 30. Kisha katika mapigano yale ya Khaybar, mapigano ya Hunain, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda Taif. Katika mwaka huo wa 7 alipiga Taif kwa vita mashuhuri vinavyofahamika ghazwatu Taif, na wanaviita ghazwatu Hunain. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwenda kule, alirudi na Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu pale Madina. Abu Huraira alipofika akaishi As-Suffa, akaishi katika maisha ya As-Suffa, maisha ya msikitini ya wanafunzi. Fakana min ahli Suffa, Abu Huraira akawa ni katika ahli Suffa.
Baada ya hapa Abu Huraira alilazimiana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mulazama wa kweli. Alilazimiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam kulazimiana kwa mtu na mwanawe, tena mwanawe yule ambaye ana mapenzi makubwa kwa baba yake, ambaye muda wote anataka agandamane na baba yake. Ndiyo maisha ambayo Abu Huraira alitaka aishi na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika kipindi hicho alikuwa haachani na Mtume sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa Mtume anapokuwa ameingia kwa wakezi. Kwa hiyo hata wakati mwingine Mtume anapotoka nyumbani, anapotoka anaelekea sehemu fulani, Abu Huraira anamfuata. Kiona huyu anaelekea nyumbani kwake, basi anarejea msikitini Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Na alikuwa nyakati nyingi pia alibahatika kula kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana katika hadithi ile alipotaja machungu yake kwa maneno aliyoyasikia kwa baadhi ya masahaba, wanasema akthara Abu Huraira, yeye akasema walakin Aba Huraira kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishib'i batnihi, kwa ajili tu Mtume alishibishe tumbo lake. Wanasema ilikuwa mara nyingi zile fursa za kula kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anazipata Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, mpaka alipofariki Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba aliishi miaka mitatu. Ndani ya hii miaka mitatu ndiyo miaka ambayo Abu Huraira aliitumia vizuri katika kusoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na baada ya hapo Abu Huraira sio kwamba aliacha kusoma, aliachwa na Mtume na miaka 30 ngapi? Na mitatu. Abu Huraira aliendelea kusoma katika walimu wake wanaotajwa ni Abu Huraira, ni Abu Bakr as-Siddiq, alisoma kwake yeye, alisoma kwa Umar ibn al-Khattab, kadhalika alisoma kwa al-Fadl ibn Abbas radhiyallahu anhu. Lakini pia katika walimu wake ni Ubay ibn Ka'b. Miongoni kadhalika mwa walimu wake ni Usama ibn Zaid, lakini wakati huo Usama ni mdogo, hata Abdullah ibn Abbas ni mdogo. Usama huyu wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anafariki ana miaka 18, lakini tayari amebeba elimu kubwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa ni mmoja katika mashekhe wa Abu Huraira. Kadhalika miongoni mwa walimu wa Abu Huraira ni mama yetu kipenzi Ummul Mu'minin As-Siddiqa bintu Siddiq Aisha zawju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira aliendelea kusoma, lakini katika mazingatio ambayo yatakikana mwanafunzi ayachukue kwa Abu Huraira ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alimruzuku hifdhan ajiban. Katika viumbe wa Allah walioruzukiwa hifdhi ya ajabu ni Abu Huraira, lakini pia Allah alimpa quwwatu dhakira, alikuwa na akili za aina yake katika kuyadiriki na kuyafahamu yale anayoyazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo suala la Abu Huraira kuwa na hadithi nyingi haliishilizii kuhifadhi tu, lakini kana faqihan min fuqaha as-sahaba al-ma'dudin, ni mmoja katika fuqaha wa masahaba wanaohesabika. Kwa sababu pia yawezekana mtu akapewa uwezo wa kuhifadhi elimu kwa sehemu kubwa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akampa maarifa machache katika kufahamu ilmu aliyohifadhi.
ndio maana ikaja hadithi rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, huenda yule aliyebeba ilmu, aliyebeba fiqhi akampelekea yule ambaye ile fiqhi ataielewa zaidi kuliko yeye. Abu Huraira Allah subhanahu wa ta'ala alimkusanyia baina ya neema hizi mbili, quwwatul hifdh wa quwwatu adh-dhakira, ambayo hali hii ilikuwa ni athari miongoni mwa athari za ule ulazimianaji wake wa hali ya juu na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kulazimiana kwake na Mtume sallallahu alayhi wasallam kulimpelekea yeye kuhifadhi mengi ambayo huenda wengi katika masahaba hawakuyahifadhi, katika maneno yake na vitendo vyake, katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na vitendo vyake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini neema hii pia ina wakati. Abu Huraira kabla hajasilimu ilikuwa ni katika wale watu ambao akili zao si zenye kuchangamka sana katika kuelewa na kuhifadhi. Alikuwa na uzito katika kuhifadhi, yani kabla ya kusilimu kwake radhiyallahu ta'ala anhu. Na hali hiyo iliendelea mpaka alipopata baraka ya dua ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, pale alipojitosa akamshtakia Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, ninapata uzito katika kuhifadhi mimi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia iftah kisaak, ili shuka lako unalojifunika unalojivaa, hii ridaa yako hebu ifungue. Alipoifungua akamwambia hebu ikunjue sasa. Kunjua, baadhi ya riwaya zinaashiria kwamba alimwambia ikunjue, akaikunjua chini, kisha akamwambia haya, ichukue jigubike kwenye kifua chako. Abu Huraira katika hadithi alipokea Abu Ya'la katika Musnad, kadhalika kabla yake kalimam al-Bukhari, Imam Muslim, kadhalika Imam Ahmad wa An-Nasa'i. Anasema Abu Huraira alipojifunika ile ridaa yake, anasema fama nasitu harfan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, au kama qala radiyallahu ta'ala anhu, sikusahau hata herufi moja ambayo nilisikia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hakuna hadithi aliyoisahau Abu Huraira baada ya hapo. Na Allah subhanahu wa ta'ala aliwakirimu masahaba kwa alama mbalimbali zinazothibitisha fadhila walizokuwa nazo na uadilifu waliokuwa nao, ridwanullahi alayhim ajma'in. فليؤذن المؤذن. Ametaja al-Imam Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Siyaru A'lami An-Nubala, juzu ya pili, ukurasa wa 437, akionyesha kuwa Abu Huraira hakuwa ni kwa mujarradi wa kuhifadhi, lakini alikuwa ni katika wanawachuoni ambao masahaba wakubwa wanawazingatia kama wanawachuoni. Siku moja Ibn Abbas radiyallahu anhu wa an ashabi Rasulillah ajma'in
alijiwa na mtu mmoja akimtaka fatwa katika masala fulani. Abu Huraira alikuwa jirani na Ibn Abbas, akamwambia aftihi ya Aba Huraira, mpe fatwa ewe Abu Huraira, aftihi ya Aba Huraira, mpe fatwa ewe Abu Huraira, kana kwamba sema mpe fatwa ewe Abu Huraira, fa innaka ahlul lidhalik, kwa sababu wewe unaliweza jambo hilo, kwa sababu wewe unaliweza jambo hilo. Imekuja katika risala ya al-Imam Shafi'i, kadhalika pia katika hiyo Siyar A'lam an-Nubala, al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala anasema ahfadhu Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, ahfadhu man rawa al-hadith fi dahrihi, ahfadhu man rawa al-hadith fi dahrihi. Abu Huraira ni mtu ambaye amehifadhi mno hadithi, ni muhifadhiji zaidi wa hadithi wa wale ambao walipokea hadithi katika zama zake. Na al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anazungumza akimzungumzia huyu Abu Huraira kuwa wamepokea kwake yeye watu takriban 800 min ahli al-ilm, watu 800 miongoni mwa wanawachuoni, si wanafunzi, manake waliosoma kwake yeye ni wengi, lakini waliopata martaba ya ahlul ilm zaidi ya 800. Sasa ukitaka kujua kwamba huyu ni mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alibariki wanafunzi waliosoma kwake yeye ni wengi, na wanaohesabika kama wanawachuoni ni watu wangapi? 800. Na alikuwa amehifadhi zaidi hadithi kati ya wale waliohifadhi hadithi katika zama zake. Al-Imam Adh-Dhahabi rahimahullah katika Siyar A'lam an-Nubala alipokuwa akimfanyia tarjama, sasa anamzungumzia Abu Huraira kama Abu Huraira, akasema al-Imam al-Faqih al-Mujtahid al-Hafidh. Al-Imam kwanza ni imam, al-Faqih ni faqih, lakini al-Mujtahid ni faqih, ni mwana wa chuoni ambaye ni katika wale mujtahidun, yani ambao sasa wanarejelewa kwenye fatwa katika masala ambayo yamewatatiza katika mambo ya khilafu. Yeye ni katika watu wanaotegemewa, lakini pia alikuwa ni al-Hafidh. Hafidh hii huwezi ukaizungumzia kwa sababu zile marwiyati zake, hadithi zake zenyewe zinatangaza kwamba yeye alikuwa ni nani? Al-Hafidh. Kwa hiyo al-Imam al-Faqih al-Mujtahid al-Hafidh kwa Imam Adh-Dhahabi ana vyeo vinne vimetajwa, kisha akataja cheo cha 5, sahibu Rasulillah. Kubwa zaidi ya haya manne ni kwamba yeye ni sahibu Rasulillah, ni sahabi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alladhi mata wa huwa anhu radin, ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki hali ya kuwa iko radhi naye. Abu Huraira ad-Dawsi al-Yamani qala sayyidul huffaz al-athbat. Imam Adh-Dhahabi anasema huyu ni sayyidu al-huffaz al-athbat, alikuwa ni bwana chief wa watu ambao wamenukuliwa kwamba wao ni mahafidh, tena si mahafidh lakini ni mahafidh wenye kuaminiwa kwenye hadithi zao, kwa sababu katika sanaa ya hadithi mtu anaweza akawa ni hafidh lakini asiwe ni muaminiwa katika hadithi, akawa na hadithi nyingi
lakini zile hadithi ikawa ima ndani yake kuna tadlis, ana masala ya tadlis na mfano wa mambo kama haya. Lakini Abu Huraira ilikuwa ni al-hafidh, tena thiqatun thabt, ilikuwa ni thiqa. Lakini pia akasema Adh-Dhahabi, Abu Huraira ilayhi al-muntaha fi hifdhi ma sami'ahu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, kwake yeye ndiyo ukomo wa yaliyohifadhiwa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa adaihi bihurufi, na kuyatema kwa maana ya kuyasomesha kwa zile herufi zake. Vile alivyozungumza mtume sallallahu alayhi wasallam ndivyo ambavyo yeye alivyoyasimulia radiyallahu anhu. Anasema ma alimna annahu akhta fi hadithi. Imam Adh-Dhahabi anasema hatufahamu kwamba aliwahi kukosea katika zile hadithi alizozihifadhi. Hatukuwahi kusikia kitu hicho kwamba aliwahi kusoma akakosea. Sijui mnaelewa, mkiambiwa kwamba fulani hakuwa akikosea katika hadithi. Zama hizo watu wanahifadhi hadithi. Katika moja ya mambo ambayo yanazingatiwa ni kule kuangalia kwamba alichokihifadhi amekihifadhi vizuri, hakosei wakati anapozisoma zile hadithi. Na wanawachuoni wanayo kawaida ya kuwatahini, ima kuwatahini wanawachuoni au kuwatahini wanafunzi, kule kutaka kuhakikisha zile hifadhi zao ziko sawa. Kwa sababu pia mtu ambaye ni mkoseaji katika kuzisoma hadithi anasahau katika hadithi, huyo huwa ni dhaifu hadithi, hadithi zake zinakuwa nini? Dhaifu. Abu Huraira hainukuliwi kwamba aliwahi kukosea. Na baada ya miaka kadhaa pia alitokeza al-Imam al-Bukhari, kisa chake mashuhura, alivurugiwa sanadi za hadithi zaidi ya sanadi ngapi? Sanadi 10 ambazo ilikuwa sanadi 10 ilikuwa ni sanadi 10 au 100 sio sanadi 100, wakati alipoingia katika miji ya Basra. Walimngoja wasema, tunasikia kuna kijana anaitwa Muhammad ibn Ismail al-Bukhari anatokea huko Bukhara huko, anakuja katika miji yetu. Wakajikusanya wanawachuoni, wakazitengeneza hadithi, wakazivuruga zile sanadi zake, wakazigawa, kila mwanafunzi wakampa hadithi 10, lakini zile sanadi zake wamezipindua. Akija, hebu kila mmoja amsomee hizi hadithi kwa sanadi zake, alafu tuone atazifahamu. Kapewa mtihani rahimahullahu ta'ala, na mwisho ule mtihani akaushinda. Zile hadithi waliposoma akasema, hadithi hizi kwa sanadi hizi sizijui, ila ninachokijua hadithi hizi sanadi zake ziko hivi. Akaanza kuzipangua mpaka hadithi zote 100 akazirejesha kwenye sanadi zake. Faadhanu lihifdhihi rahimahullahu ta'ala. Kabla yake masahaba walikuwa ni ahfadhu nnas, wao walikuwa ndio ambao ni maimamu katika kuhifadhi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzisoma vile ambavyo walivyokuwa wamezinukuu kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha nasema huwa rasul fil Qur'an wa fi sunna wa fil fiqh. Yeye huyu ni imam, ni kiongozi katika Qur'an, ni kiongozi katika sunna, lakini pia ni kiongozi katika ilmu, katika fiqh.
Katika riwaya nyingine akasema aina mithlu Abi Huraira, yuko wapi mfano wa Abu Huraira fi hifdhihi wa si'ati ilmihi, katika hifdhi yake na ule upana wa elimu yake. Tuleteni mtu anayefanana na Abu Huraira. Nani? Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, kwa sababu ya elimu yake pia, pamoja na kwamba wakati huo ni mwanafunzi wa mashaikh tuliowataja, lakini ana wanafunzi miongoni mwa wanafunzi wake ni Ibn Umar, Abdullah ibn Umar, kadhalik Ibn Abbas, kadhalik Anas ibn Malik, alaykum assalam, kadhalika Anas ibn Malik وواثلة ابن الأسقع، كذلك جابر بن عبد الله الأنصاري، كذلك أبو أيوب الأنصاري na wengineo miongoni mwa wanafunzi waliosoma kwake yeye. Lakini katika upande wa tabi'ina, hapo ndo wengi, hadith wala haraji, ana wanafunzi wengi. Katika upande wa tabi'in wako wengi miongoni mwa wanafunzi wake. Miongoni mwa wanafunzi wake Abu Huraira ni Sa'id ibn al-Musayyab, na huyu Sa'id ibn al-Musayyab alipata bahati ya kuoa kwa Abu Huraira, ni zawju ihda banati, ni mume wa mmoja wa mabinti zake Abu Huraira, Sa'id ibn al-Musayyab. Kwa hiyo katika wanafunzi wake Sa'id ibn al-Musayyab, Abdullah ibn Thalaba, Amr ibn Zubayr, Urwa ibn Zubayr, Qabisa ibn Thu'ayb, Salman al-Aghar, Sulaiman ibn Yasar, Salim ibn Abdullah ibn Umar, Abu Salama, kadhalika na Humayd, watoto wawili wa Abdurrahman ibn Auf, Muhammad ibn Sirin, Ata ibn Abi Rabah, Ata ibn Yasar na wengineo wengi katika wanafunzi ambao walifikia takriban tumesema mia ngapi? 800. Na maneno haya ametaja al-Imam al-Bukhari kuwa alisoma kwa wengi na wengineo wengi ambao wamefikia idadi ya wanafunzi 800 min ahli al-ilmi wal fiqh, wakiwa miongoni mwao ni wanawachuoni na wa ilmu na wanawachuoni wa fiqh. Wakati anafariki maisha yake Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, aliwahusia watakaomzika, akamwambia msinifuatishe mimi jeneza langu moto, lakini pia niwaisheni kunizika. Mimi nilimsikia Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akisema, idha wudi'a ar-rajulu as-salih au al-mu'min ala sariri, anapowekwa mtu mwema au mu'min juu ya kitanda chake cha janaza, yani mwili wake unapokuwa umelazwa katika kitanda chake, qala qaddimuni, husema niwaisheni. Lakini kwa sababu wakati huo hamwezi kunisikia, maisha yangu na nyinyi kulishawekwa kati yangu mimi na nyinyi kizuizi cha mawasiliano, kwa sababu nipo kwenye maisha mengine na nyinyi mko katika maisha mengine. Basi wakati ambapo bado nika katika uhai wa dunia, nawaambia mapema, kwa sababu wakati huo nitakuwa nikisema qaddimuni, niwaisheni. Wa idha wudi'a ar-rajulu al-kafir, na anapowekwa mtu kafir au al-fajir ala sariri, kwenye kitanda cha mwili wa mayit, qala ya waili aina tadhhabuna bi,
husema ole wangu mimi, maangamio ni yangu mimi, yamenipata mimi, ni wapi mnanipeleka mimi? Ilikuwa mwaka wa kufa kwake radhiyallahu ta'ala anhu, ni mwaka ambao ndani yake alikufa nani? Aisha. Aisha alifariki mwaka gani? Tunafunga na hili kwa siku ya leo. Mwaka wangapi alifariki Aisha radhiyallahu ta'ala anha? Swali hili ni la watu wote, tofauti na mashekhi. Alifariki mwaka wangapi? Niweke zawadi, sio ndio mtajibu. Saleh, mbona unainama? Nani anakumbuka? Jamaa, kwa nini hamjizoeshi kutunza matukio ya vitu vya kawaida vidogo vidogo kama hivi? Bahati nzuri walimu mara nyingi wakisomesha elimu hizi za hadithi, tarikhi na siyar, huwa mara nyingi wanataja ile miaka ya kufa watu hawa. Kwa nini hamtunzi kumbukumbu? Shida ni nini? Aisha alifariki mwaka wangapi? Mtume baada ya kufa Abu Huraira aliishi miaka 18. Aliishi miaka 18. Na Mtume alimwacha akiwa na miaka mingapi? Miaka 18 aliishi? La, sio 18, miaka 28 takriban. Aliishi miaka 28, 27 baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alimwacha akiwa na miaka mingapi? 33. 33 ukiongeza miaka 28 inapatikana miaka mingapi? 61. Hapana, aliishi miaka 25 sasa, sio 28. Aisha alifariki mwaka wa 58, mwaka wa 58 Hijiria, na ndiyo mwaka ambao Abu Huraira alifariki. Kwa hiyo hapa tumepata watu wawili kufahamu walifariki mwaka wangapi? 58 Hijiria. Na imaanishi kwamba mwaka huu ndio walifariki watu wawili, lakini tuwazungumzia hawa walifariki mwaka wa 58 Hijiria. Aisha yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam anafariki alikuwa na miaka mingapi? Hamjui pia? Haya, hiyo naiacha, sihitaji, tutakuja kulitajia kesho inshallah. والله أعلم. نكتفي بهذا. نعم، نكتفي بهذا القدر والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه
وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد.